Sengerema nikiwauliza ngumi ziko wapi tusalimiane, naomba mseme hizi hapa. Ngumi ziko wapi Sengerema tusalimiane? Ngumi ziko wapi tusalimiane? Peoples. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti na meza kuu yote, itifaki imezingatiwa. Ndugu zangu watu wa Sengerema, naitwa Deogratias Cosmas Mahinyira. Mimi ni mwenyekiti wa baraza la vijana wajanja kabisa, vijana wa Chadema, tunaitwa Bavicha. Mimi kitaaluma ni wakili wa mahakama kuu na mahakama zilizo chini yake. Ndugu zangu watu wa Sengerema, kwa sababu tuna mikutano mingi, naomba na mimi nizungumze na vijana wa Sengerema na wananchi wa Sengerema mambo machache yafuatayo. Jambo la kwanza, kwa wale Wakristo kama mimi, maandiko matakatifu, ukisoma Biblia kwenye kitabu cha Wagalatia 3:1, Wagalatia waliulizwa, kuna swali limeulizwa pale, linasema, enyi Wagalatia msio na akili, ni nani aliyewaroga? Na mimi leo nimefika Sengerema, nimefika kanda ya Ziwa, nikimsikia mtu yoyote anasema yeye ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi au anaiunga mkono CCM, swali linalokuja kwenye akili yangu ni kumuuliza mtu huyo wa Sengerema kwamba ewe mwana Sengerema usiye na akili, unayeunga mkono CCM, ni nani aliyekuroga? Swali hili ni swali la msingi kwa sababu mimi natokea mkoa wa Dodoma. Mimi ni Mgogo, kwetu Dodoma. Ukiangalia mkoa wa Dodoma una mawaziri karibia 5. Ukienda mkoa wa Pwani una mawaziri karibia 5. Ukija kanda ya Ziwa, ukitoa mkoa wa Geita na mkoa wa Kagera, mkoa wa Shinyanga, mkoa wa Mwanza, mkoa wa Simiyu na mkoa wa Mara, kama yuko waziri basi pengine anaweza akawepo naibu waziri. Mikoa 4 ya kanda ya Ziwa haina waziri hata mmoja. Maana yake ni nini? Maana yake CCM na serikali yake inawadharau watu wa kanda ya Ziwa. Ukienda Dodoma, tunacho chuo kikuu cha Dodoma, ni chuo mali ya serikali. Ukija kanda ya Ziwa hapa Mwanza, mnacho chuo kikuu cha Sauti. Chuo kikuu cha Sauti ni chuo ambacho ni mali ya kanisa Katoliki, sio chuo kilichojengwa na serikali. Sisi Dodoma, chuo kikuu cha Dodoma kimejengwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ukienda Dodoma, ziko hospitali za rufaa, iko hospitali ya mkoa wa Dodoma, iko hospitali ya Benjamini, zile zote ni hospitali za rufaa. Ukija kanda ya Ziwa utakutana na hospitali ya Bugando. Hospitali ya Bugando ni hospitali ya kanisa Katoliki. CCM imewajengea hospitali gani ya rufaa? Ukikutana na mtu wa kanda ya Ziwa anaiunga mkono CCM, muulize, ewe mwana kanda ya Ziwa mwenzangu, ni nani aliyekuroga? Ukienda Dodoma, sisi tunazo barabara angalau. Ukija kanda ya Ziwa, toka Mwanza nenda Mara, barabara ni mashimo tupu kila mahali. Maana yake nini? Maana yake CCM na serikali yake, maisha yenu sio kipaumbele chake. Hivi mnanielewa? Mna haja gani ya kuiunga mkono CCM na serikali yake, nyie watu wa kanda ya Ziwa? Kwa sababu hata mgawanyo wa hizo nafasi, hata kuwapeni ndugu zenu wale mawaziri kwenye serikali ya taifa hili, yuko waziri wa madini anatoka Dodoma. Si Dodoma tunalima karanga, waziri wa madini anatoka Dodoma. Halafu nyie watu wa Sengerema mpo huku CCM imewafanyia nini? Nitajieni kitu kimoja ambacho serikali ya Chama cha Mapinduzi imewafanyia nyie watu wa Sengerema, nyie watu wa kanda ya Ziwa, na mnakifurahia. Nitajieni kitu kimoja, umaskini wenu sio mpango wa Mungu. Umaskini wenu ni umaskini wa kutengenezwa, na aliyeutengeneza ni CCM na serikali yake. Ndiyo maana nimeanza na swali. Ukisikia mwanakanda ya Ziwa anaiunga mkono CCM, muulize, ewe mwanakanda ya Ziwa mwenzangu usiye na akili, ni nani aliyekuroga? Juzi mkaguzi wa hesabu za serikali amesema deni la taifa limefika trilioni 97.35.
Kwa maana nyingine, Tanzania ina Watanzania, idadi ya Watanzania tuko milioni 63, milioni 64. Ukichukua trilioni 97 ukagawanya kwa Watanzania milioni 64, maana yake kila mliopo hapa mpaka mtoto mwenye mwaka mmoja anadaiwa milioni 1.5. Nyie wote mnadaiwa hapa, wote nyie. Wote mnadaiwa. Naunga mkono CCM, naunga mkono CCM. Unadaiwa trilioni 9, unadaiwa milioni 1.5. Hata saa mbovu huwa inasema ukweli. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, yuko mzee anaitwa Jobu Ndugai kule Dodoma. Anatokea kule kwetu Dodoma. Aliwahi kusema hili taifa kwa namna linavyoenda litakuja kuuzwa siku moja. Hata saa mbovu huwa inasema ukweli. Na muunga mkono. Ni kweli hili taifa litakuja kuuzwa tukiendelea kuacha CCM madarakani. Rais Magufuli amekaa miaka 6 madarakani, amekopa trilioni 19. Huyu rais wa sasa na serikali yake amekaa miaka 4, amekopa trilioni 35. Mkiongeza mitano mingine, hamjauzwa nyie? Au mnacheka cheka? Ndio maana sisi Chadema, mkaguzi wa hesabu za serikali amesema nyinyi watu wa Sengerema, kwenye kila shilingi 100 inayokuja Sengerema kwa ajili ya maendeleo, shilingi 57 inatumika, inapotea, haijulikani inaenda wapi. Lini mtakuja kupata maendeleo nyie? Lini mtakuja kupata maendeleo? Mkaguzi wa hesabu za serikali anasema kwenye ripoti yake kuna vifaa tiba na dawa vyenye thamani ya bilioni 12.44 kwenye taifa hili vimeharibika kutokana na ucheleweshwaji wa matumizi yake na ununuzi wa dawa kwa wingi bila kuzingatia mahitaji. Yaani nyinyi watu wa Sengerema hamna madawa hospitalini, hospitali zenu hazina vifaa tiba, halafu viko vifaa tiba tunaambiwa na mkaguzi wa hesabu za serikali vyenye thamani ya bilioni 12.44 vimeharibika. Na madaktari hamna. Yaani huko kwenye madaktari hatujafika brother. Yaani madawa yameshanunuliwa hapo. Hiyo ni issue nyingine ya madaktari. Tatizo la ajira ni kubwa kwenye taifa letu. Huyo mkaguzi wa serikali anasema taifa hili kila mahali ni hasara. Shirika la reli mwaka huu tu limepata hasara ya bilioni 224. Mwaka jana limepata hasara ya bilioni 102. Hivi kuna nchi hapa? CCM ni kama gari bovu, tripu shamba, tripu garage. Yaani likipiga tripu moja shamba, lazima liende garage kwanza. Hivi mnategemea mtu kama mzee Wasira? Hivi mzee Wasira anajua bei ya Pampers? Anajua bei ya mama kujifungua? Anajua? Atahangaika na shida za wakina mama kujifungua? Atahangaika na bei ya Pampers? Atahangaika na bei ya maji? Nimeambia hapa Sengerema mnateseka umeme. Umeme wenu ni koroboi. Umeme wenu ni kibatari. Ukipulizwa upepo unazima. Umeme kwa siku unakata mara 66. Sasa huo ni umeme ufala. Ndio maana tunawaambieni watu wa Sengerema, iungeni mkono Chadema. Na CCM imeoza ndugu zangu. CCM imeoza kila mahali. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, juzi nimemsikia mbunge wa Arusha mjini anasema hadharani kabisa, chikini ya CCM yalisivyo na aibu. Amesimama mbunge hadharani anasema huyu mkuu wa mkoa anasema mimi nimeumiza watu wengi. Hivi mimi na Makonda nani kaumiza watu wengi? CCM na serikali yao. Sasa hivi wao kuumiza watu wanaangaliana kwamba nani kaumiza wengi. Yaani wewe ukiua mmoja, mwenzako akiua 10, wewe uliyeua mmoja ni malaika. Hii ni akili matope. Hawa watu wamechoka. Hawapaswi kuwa madarakani hata kesho asubuhi. Ndio maana nimeanza na swali. Nyie Watanzania wenzangu masikini ambao hauna uhakika jioni utakula nini, unaiunga mkono CCM kwa lipi? Enyi Watanzania msio na akili, mnaoiunga mkono CCM, ni nani aliyewaroga? Mambo haya hatuwezi kuja kuyatatua kwenye taifa hili kwa kwenda makanisani kuomba. Mungu ana kazi nyingi, hawezi kutusaidia kwa ujinga. Swala la kuiondoa CCM madarakani linahitaji kila Mtanzania mwenye mapenzi mema na mwenye uchungu wa taifa hili asimame kuhesabiwa. Na mimi nakwambia Makamu Mwenyekiti, kwenye taifa hili kwa kadri watakavyodhani wanaweza kuwaumiza watu wengi,
ndio kadri watakavyotengeneza noma nyingine nyingi. Leo umemkamata Tundu Lissu, mwenyekiti wetu wa chama. Kesho mkamata John Heche. Haki ya Mungu, au mchakuwa mmewakamata, kuna noma mimi nitawaleteni, hamtaamini. Na ikitokea na mimi nikafanywa lolote, huo hautakuwa. Akifa imamu sio mwisho wa swala, si ndio? Akifa mchungaji sio mwisho wa ibada. Hata mkiua viongozi wote wa Chadema kwenye taifa hili, noma ya kupambania haki na ukweli kwenye taifa hili haiwezi kuja kukoma milele na milele. Mkitaka watu wasiwapinge, hakikisheni mnafanya yale ambayo Watanzania wanayataka. Msipowaletea maendeleo wa Tanzania, msitegemee watu wa kuwapinga, hawatapatikana. Watu wa kuipinga serikali, watu wa kulisemea taifa hili hawatakuja kukoma milele na milele. Nimesikia mzee wangu hapa anasema eti mpaka wazee wanalimishwa ili wapewe pesa za tasa, wanalimishwa mabarabara. Hivi si laana? Hivi sema mna aibu kweli? Hizi si laana hizi? Kwa hiyo niwaombeni sana ndugu zangu, watu wa Sengerema. Takwimu za sensa za mwaka 2022 zinasema 70% ya Watanzania ni vijana wenye miaka 35. Na waombeni sana vijana wenzangu wa Sengerema, vijana wenzangu wa kanda ya Ziwa, tuiunge mkono Chadema kwenye no reforms no election. Wasipofanya mabadiliko ya sheria za uchaguzi, wajue mwaka huu hakuna uchaguzi. Liwake jua, inyeshe mvua, kama noma mwaka huu wacha ikawe noma. Na washukuruni sana, Mungu awabariki sana. Tutarudi siku nyingine kuzungumza na nyinyi watu wa Sengerema mambo yanayohusu taifa letu. Mara baada ya kusema hayo, naomba nikukaribishe makamu mwenyekiti wa chama chetu uzungumze na watu wema wa kanda ya Ziwa.